Hali iko njema. Alhamisi ya leo. Jana ilikuwa Jumatano ya majivu kwa sisi wa Kristo tunaoamini, na sisi tumeanza mfungo wa mwezi mtukufu wa Kwaresma. Nafikiri muda wa kutubu, muda wa kumrudia Mwenyezi Mungu, kubadilisha, kuongea na Mungu kwa yale tuliyokosea. Nadhani tuongee naye tuweze kutusamehe, atujalie nia njema tuweze kutoka salama siku ya Pasaka. Nafikiri niko njema. Si habari yako Jafet? Mimi nashukuru Mwenyezi Mungu, kama ilivyo kwako anajalia pia kwa upande wangu. Na tumekutana hapa tukiwa buheri wa afya. Kubwa hasa Laulensi ni tarehe 8, lakini katika tarehe 8 kuna yanayojili kabla ya tarehe 8. Tumesikia mwamuzi watu wa Simba wakimzungumzia sana mara baada ya kujua ni Ahmed Arajiga. Kuna ile la Ali Shaabani Kamwe miaka 2, na kuna maandalizi yenyewe ya Simba Sports. Sasa katika nukta ya kuanzia, tuanzie hapa kwa Ahmed Arajiga. Wewe maoni yako yako vipi? Ni mwamuzi ambaye unaona atakwenda kuzitafsiri sheria 17 vile inavyopaswa kuwa, au nawe unashaka kama wengine walivyo? Shaka naweza kuwa nayo kwa sababu yule ni binadamu, lakini kwa sheria 17 nadhani wote waamuzi wamesoma na waheshimu walimu wao wanaowafundisha, wanaopitisha kozi za uamuzi. Nadhani wamesoma, ndio maana wakafikia pale kupewa beji ya FIFA. Kama wanapewa beji za FIFA wanakuwa hawajakizi viwango, basi shida itakuwa ni kwa walimu. Lakini mimi najua wamefundishwa na wamesoma vizuri na wana weledi mzuri. Ila shida iliyopo nadhani ni kwenye kumilikiwa uamuzi wao, wanakuwa hawaendi na uamuzi wao. Unaona ambavyo mechi zinavyoumizwa. Unaona sasa hivi unaona watu wanazungumza wanasema ya Simba kafungwa mechi 4 mfululizo. Katika mechi 4 hizo waamuzi wamehusika katika kuiumiza Simba. Kwa hiyo unaona ambavyo waamuzi ambao wanaharibu mechi au kuharibu taswira ya timu moja kutokana na maamuzi yao ambao yanakuwa yako sawa. Wamesoma vizuri na sheria 17 wanazisoma, lakini kwa makusudi wanaingia uwanjani kuto kwenda kuzisimamia sheria 17. Maana nikasema kama yeye amepewa zamana hiyo akasimamia sheria 17. Lakini kwa mwenendo wa waamuzi wetu utamtoa Arajiga, utamuita mwingine, watakuja, nadhani wanakuwa wanafanana tabia. Nadhani kitu ambacho labda huenda wanajua wao nje ya picha ambacho wanakiona au wananufaika. Kwa hiyo na mwingine akienda na anasema mwenzangu kafanya, acha mimi nifanye. Maana hatuna mfano wa mwamuzi ambaye unaweza kujivunia ukasema huyu kama ndio taswira yetu, kwa sababu hata yeye mwenyewe keshawahi kufungiwa kwa sababu ya kuboronga. Ndio hatuna mtu msafi ambaye anaweza kusema huyu kweli tunajivunia kama nchi ni nembo ya waamuzi. Kwa hiyo mimi ninachosema tu amepewa zamana, akaangalia sheria 17. Huu mpira umegeuka biashara. Mpira unashika hisia za watu. Mpira ni taswira ambayo kama NBC ndio mechi ambayo inaenda kuonyesha nini ambacho NBC tunakipromote hata ndani ya Afrika ambacho nini kinaendelea. Kuonekana tu ubora wa ligi ya Tanzania ni kwa sababu Simba anafanya vizuri zaidi kwenye mechi zetu wenyewe kwa wenyewe na kwa hazina, maana tunajishushia viwango. Kwa hiyo ni yeye kwenda kujitanabaisha ile imani ambayo imekuwa ndogo watu kwa waamuzi, akaiondoa ile kwamba arudishe mapenzi kwa watu, wajue kwamba waamuzi kama sehemu walikosea ni kama binadamu, yasijirudie yale ya mwenzake ambayo ndio story inaendelea. Japo watu kuiongea yana kama kibano wanazungumza sababu leo hii unafanya refa nikafungwa mara 4, kumbe kuna mechi zingine refa kaifinyanga kwa makusudi. Kwa hiyo mimi nafikiri kama yeye ameaminiwa, amepewa zamana, akasimamia sheria 17. Ni mtu ambaye mechi hizi sio ngeni za dabi, akasimamia sheria 17, aliye bora uwanjani apate matokeo. Kwa hiyo una imani kwamba zikisimamiwa 17 sheria mtakubaliana na matokeo yatakayotokea uwanja wa Benjamin? Na ndio maana watu wanaingia na manunguniko na kujenga hisia, kwa sababu waamuzi hasa kwenye mechi hizi za Simba na Yanga, Simba na amekuwa muhanga wa kuonelewa zaidi kutokana na Yanga ananufaika kutokana na maamuzi ya waamuzi. Ndio maana anasema akisimamia sheria 17, aliye bora ashinde kwa ubora. Maana leo hii unaona Simba anafunga lakini anapata nafasi ya kuongea kwamba mimi nimefungwa, lakini sio kwa kusimamia sheria 17. Tumalize mechi, aliyeshinda ameshinda kwa ubora. Muona mechi walau ile Azam amejitahidi, alikuwa yeye Arajiga. Tumaliza 2-2, hakuna ambaye anamnyoshea kidole sana mwamuzi. Ni nani za kawaida za kwenye mchezo ambazo mtu yote unaweza kaona inaweza katokea na ikawa kawaida. Kwa mechi imeisha, hakuna mtu anamnyoshea kidole. Inaonekana analaumiwa labda mtu kiufundi amefeli, amefanya vizuri kwa ufundi kocha wa Azam, ameweza kufanya matokeo kuwa sare. Kocha wa Simba labda kalilei kwenye sabu, ndio maana imekuwa vile. Kwa hiyo swala la mwamuzi linakuwa alijadiliwe. Kwa aende naye akasimamia sheria 17, sio baada ya mchezo watu wanahamia kumjadili yeye. Unaharibu ladha ya mchezo, unaharibu burudani. Hii ni party, hii ni sehemu ya burudani, watu wanaenda kukutana, marafiki kutoka mbali, wametoka wengine mikoani, tunakutana. Ni sehemu ya party ya kukutana, tukafurahie mpira kutoka pale, tuchalulane kama Simba na Yanga. Lakini tusimalize mechi, tunaanza mwingine na manunguniko ya kumnyoshea yeye vidole. Lakini mimi naona majonzi kabla ya dabi yenyewe ya Kariakoo. Na majonzi hayo ni kuhusiana na taarifa ambayo hivi sasa ndio imekuwa gumzo katika mitandao ya kijamii. Inahusiana na afisa habari, meneja habari na mawasiliano wa Young Africans miaka 2 Laulensi. Mapema kabisa kabla ya dabi. Ili wewe unalionaje kwa jicho lako kila ukiangalia nini ambacho unakibaini hapa? Ni jambo
baya, lakini mimi nasema ni jambo zuri, kwa sababu hii nafikiri kwenye hata kwenye kipaza sauti chako mara nyingi tunajaribu kumwambia huyo kijana, wewe uko kwenye generation. Hata issue ya Chasambi nijaribu kumshauri Alikamwe, hizi ni kazi na hizi ni ajira. Mwisho wa siku hizi ni taasisi mmepewa, natakiwa mzisimamie, sio kukosa weledi. Mimi umesoma uandishi wa habari, ni mwandishi mzuri, alikuwa Azam pale, alikuwa mzuri tu kwenye weledi, lakini wanakuja kufika kwenye hizi taasisi ni kama wasi wanaoehuka, si nini. Unaona muda mwingine ni kukosa weledi, sio sifa. Kuonekana kila siku mna makesi, unafungiwa, unakosa weledi, sio kitu ambacho afahamu. Nafahamu miko ya uongozi, yeye ni sehemu ya uongozi, kwa anajua sehemu ya kwenda kulalamikia. Ndio maana kila siku naambia wao wamepewa dhamana ya kuongea kwenye maiki, lakini wao wana sehemu zao za kwenda kulalamikia. Haya watu waachie si kama mashabiki, lakini wao wakiingia kwenye huruka ya mashabiki, mamlaka zitawahukumu, kwa sababu muda mwingine wanaleta taharuki na wanasababisha kama kupandikiza mbegu za chuki. Na mpira ukipandikiza mbegu ya chuki sio jambo zuri. Unamwona hata nani mwanachama wao na sura aliyotoka hapa, wanaongea lugha ambazo muda mwingine ukijaribu kumsikiliza mtu unaongea nyumbani, una familia inakusikiliza nyumbani, una jamii zingine inakusikiliza. Unaweza kuwa mimi kawa Simba, lakini ukakuta mdogo wangu labda ni Yanga, ukakuta mjomba wangu labda ni Yanga. Wewe unasema eti ni kama mwanamke na Simba, unahusishaje mechi? Mnaenda kutana wanaume watupu, unaongea kama yani kama left group, yani kama mtu wa upinde. Story ambazo hazina maana kwenye mpira. Yani anayekusikiliza kule anakuchukuliaje? Yani kwa nini unahama kutoka huko? Yani kwamba watu wanakutana timu mbili ambazo ni mchezo wa wanaume kwa wanaume, unaanza kuhusisha eti mwanamke na mwanaume. Ni lugha ambazo kwa kweli hazina weledi, ambazo hazina maana, hazina afya kwenye mpira. Kwa sababu tunaongeza kwenye kipaza sauti, lakini lazima tudhibiti maneno tunayoongea. Watu wanatusikiliza na watu wanafuatilia. Tusiwe huru tunachotaka kulopoka na sisi ni watu wenye familia, ni watu wenye majukumu. Bado sisi kuwa na Simba na Yanga bado tunakutana, bado ni ndugu. Naweza kuwa mkeo akawa Yanga, mkeo akawa Simba. Familia zinaendelea. Kwa nini tupandikize mambo swala kuonekana kama ni uadui? Ni kitu ambacho hakiendani. Mamlaka kufanya kazi yake ni jambo zuri, lakini wao wenyewe Yanga wajitafakari. Inawezekana hata mwanasheria wao akawa si mtu mzuri, japo walijaribu kubalance hii kesi, inaonekana na Alikamwe na Ahmed Ally naye ana kesi hivyo, lakini vitu ambavyo viko wazi vinajijulisha, kwa sababu viko wazi. Ndio maana kila siku tunaongea hata humu, tuongee tuweke mipaka. Unaona hata nasikia hata mshabiki mwenzetu wa Simba naye yamemkuta Dr. Mo, ni kwamba kila siku ile huruka ya mihemko tujaribu kuidhibiti. Mpira ni party, mpira ni furaha. Kweli sisi ni watani, inawezekana tuna ushindani, lakini tusivuke mipaka kutoka kufika stage unaanza kufananisha mwenzio ni kama mwanamke, ni mwanaume ambaye ana familia, kwa sababu leo tunashabikia wanaume na wanawake, lakini huwezi kutoa mwenzio ukamweka jinsia ya kike. Ni lengo ambalo kwa mle story ambazo kama zime left group. Kwa hiyo unaona kosa weledi, Alikamwe anakosa weledi. Hata issue ya Chasambi nilimwambia ni ajira, ni sehemu ambayo umepewa. Ikikositokea kwako wewe inakuwa ni shida. Unaona tayari janga linamkuta. Ni kwa sababu yeye mwenyewe amekosa weledi na kujitanabaisha kuona kwamba wanaweza kuongea kila kitu ambacho wanaweza. Mamlaka zimewekwa na sheria zinafuatiliwa. Nadhani itakuwa jambo zuri mamlaka kuonyesha kwamba huku wanakotaka kwenda sio sahihi. Warudishe mpira kwenye njia yake, turudi kwenye furaha. Tuchaulane kama mashabiki, mwisho wa siku turudi tunakaa pamoja, tunapiga story pamoja. Lawrence, niliongea na King Kibaden Mputa, mzee mwenye hat trick yake ambaye mpaka hivi sasa ina miaka 48 haijawahi kuvunjwa na mtu yoyote. Akaniambia dabi huwa inajenga, dabi huwa inabomoa. Dabi huwa ina mambo mengi ndani yake, rushwa na nini huwa vinakuja kujitokeza mara baada ya yule atakaye kuwa amenyanyaswa zaidi kwenye kiwanja. Dabi hii nini ambacho unakitazamia, nini ambacho unakiona kwa kikosi cha Simba Sports kikienda kukabiliana na Young Africans? Dabi niseme kila mechi inakuja na approach yake. Dabi kama dabi ni dabi kama dabi zingine zinavyotajwa, lakini kila mechi inakuja na mtazamo wake. Unaona dabi iliyopita Simba ilikuwa karibu na mwezi mmoja toka wamekutana, wachezaji 10 karibu wa kikosi cha kwanza, lakini umeona Bato ambaye mechi tumeenda pale ameharibu Kayoko, lakini Simba walikuwa bora sana kila eneo, lakini mwisho wa siku Yanga alishinda. Nampongeza aliyeshinda, lakini leo hii tunakutana Simba yuko bora. Ina maana bila Kayoko Simba alikuwa hajapoteza mechi mpaka dakika hii, lakini Yanga keshafungwa karibu mara 2, japo sare Yanga Simba ni nyingi ambazo zinasababisha mpaka dakika hii asiongoze ligi. Lakini unaona ambavyo Simba amecheza msimu, ubora wake ambao uko sawa. Ndio maana ninasema nataka tuione dabi, na tuone mpira kwenye pichi, wakasimamia sheria 17 ili aliye bora tumuone, na ambao tunataka kuwaelekeza elimu Panzo akawapima watu DNA vizuri, ili kama wanafanya usajili wajipange kufanya usajili kwa bora, kwa sababu kuna watu ambao wanaendelea kukula mshahara hewa pale Yanga bado hawaonyesha kipimo halisi kilichopo. Maana yule Algeria japo amewatoa, lakini hakuwaonyesha kipimo cha umri kwamba wapi panavuja wanatakiwa warekebishe. Sasa hii wakasimamia sheria 17 ili Mpanzo apime watu DNA halisi, maana yule ni mkemia wa kupima umri wa watu ukoje, akawapima umri uliopo iwe sahihi. Waangalie sheria 17, wasifinyange sheria 17, waruhusu mpira watu wapate burudani, ile ni party, ili wanachokiongea hawa wapate ladha iliyokuwa halisi. Mimi na uhakika hawatoki tarehe 8 kama sheria 17 zitasimamiwa na Ahmed Ally.
tahadhari lakini unaichukua kama sheria 17. Ndio maana naongea. Tunakamilisha kila kitu Simba, tuna uwanja wa mazoezi tuko bora, tunakuwa kila kitu. Ukiingia kwenye pichi, kuna mtu ambaye anakuja na matokeo yake kwamba matokeo haya mimi ni lazima huyu ashinde. Na maana unaenda kwenye box unafanywa matukio, mtu anafanya tukio ambalo linastahili apewe kadi, refa anajifanya kumeza filimbi. Kama anameza filimbi utapataje matokeo? Huwezi kupata matokeo kama refa anatakiwa asimame katikati au upande wa timu zote mbili ili huyu akikosea arekebishwe, akikosea adhibiwe. Ndio sheria 17 zinavyotaka. Lakini huwezi kuwa na sheria 17 umezibeba za upande mmoja. Akikosea huyu unaadhibu, huyu akikosea unafanya hujaona. Hakuna mpira unaweza kuwa hivyo. Ndio maana nasema wasimamie sheria 17. Bila sheria 17 wataendelea kutufunga kwa sababu tayari ndio mpira ambavyo unavyoonekana kila siku. Japo waandishi kwenye kuongea wanashikwa na kigugumizi, lakini ukweli hawataki kuongea. Sisi tunaongea kwa sababu matokeo muda mwingine yanakuwa hayako haki. Ndio maana tunaweka tahadhari. Sheria 17 zisimamie ili matokeo yaende sahihi. Unadhani ni kwa nini ukisikiliza radio tofauti Simba inatahadharishwa kuwa makini zaidi na pengine labda kuwa nyuma ya mpira pindi inapokabiliana na Young Africans? Ili ni lile linalozungumzwa hivi sasa, Simba ni underdog kwa Young Africans kutokana na mechi 4 mfululizo kufungwa, au kuna kingine ambacho wanakiona nyuma ya hicho? Ukizungumza useme underdog, nazungumza labda kwa sababu ya kuwa amefunga, lakini underdog hata yeye kafungwa na Tabora. Inawezekana Yanga naye ni underdog kwa Tabora, na maana mpaka ameambiwa bodi ya ligi wafungie uwanja wa Hassan Mwinyi Tabora. Kwa hiyo kama unazungumza kusema Simba ni underdog, hata wao ni underdog kwa Tabora, kwamba ikionekana mtu umefunga umekuwa underdog. Kama underdog ni hivyo, hata yeye kwa Tabora ni underdog. Na maana hata ule uwanja kaogopa, ameshauri bodi ya ligi inaona imeufungia ule uwanja, anaogopa kwenda Tabora, ni underdog. Kwa hiyo kama kwa mtazamo ni underdog, hata yeye kwa Tabora ni underdog. Na Anasola anasema yeye Azam ndo anamsumbua. Kwa hiyo na yeye kwa Azam ni underdog. Kama ndio hivyo wanachozungumza, lakini mimi ni mechi ambayo tunaenda kukutana, watu ambao wana uwezo na sabiana wanafurahi kwa sababu wanasema kwamba Simba wake tahadhari kwa sababu ya kukimbia, lakini hawajui wao wenyewe huko nyuma hawako sawa. Kwa hiyo kama watatamani kumshambulia Simba, waangalie na wao. Wachambuzi wanashindwa kuiongelea Yanga, hata wao waangalie upande wao, kwa sababu naona kabisa hata wao wanapofunga bado watoto wanawafikia watoto, lakini sio katika ubora wao, japo wameweka timu nyuma. Simba inaweka timu nyuma, lakini inaangalia mipango ya nini inachokutafuta. Sio kwamba anaanza tu Simba kwanza kushambulia, wanakuangalia unachezaje zenu, naona ambapo tunapata matokeo. Washakisoma kimbinu, wanaona mechi ambavyo ya Coast ambavyo kocha amefanya Fadru, waliangalia Simba, kila mtu alikuwa hajui kama Simba itapata matokeo, lakini Fadru kaangalia akajua wapi ni mashimo, katulia, ametuliza timu. Coast wanakuja wanarudi wanaziba, lakini mwisho wa siku wameadhibiwa goli 3. Kwa hiyo wanaosema utahadhari, nadhani Simba hawajaifuatilia. Simba inakuja na approach, kila aina ya game inavyokuja inakuja na approach yake. Na muamini Fadlu Davis uwanja wa mazoezi, naamini mechi ambayo wao wanapomzungumzia Mpanzu ndio mechi ambayo wanaenda kumkiri kwa vinywa vyao kwamba huyu ni Nabii Elie Mpanzu. Mechi ya tarehe 8 ndio ambayo wataenda kukiri kwa vinywa vyao. Mambo kama sasa hivi anaongea eti sawa na Israel Mwenda sawa, uangalie kitu ambacho amefanya yule mtu. Mpaka wao wenyewe wanawaza kama wangekuwa naye wangekuwa. Kwa hiyo na mtu anawaza tungekuwa naye, unajua tayari anamkubali, ila hataki kutoa kwenye kinywa. Dabi inakuwa ina mengi sana. Wengine wameenda mbali kuhusiana na swala la muda. Eti saa moja Simba hajawahi kumwacha salama Young Africans. Hao ni wanajibu na watabiri. Mimi siwezi kuingia kwa watabiri kusema masaa hayo. Mimi ninachoamini ngoma iende kwenye pichi, tuamini sheria 17, tukasimamia hapo. Twende aliyekuwa bora akapate kushinda, lakini naamini Simba anaenda kushinda mechi hiyo. Swala la muda kwamba saa moja Simba lazima, nakumbuka mechi nyingi ndio Yanga washachochola kuona kama zimebadilishwa muda, walikimbia na wakagomea mechi namna hiyo. Kwa hiyo kama wao naamini hivyo, inaweza ikawa hivyo, lakini mimi ninachosimamia, Alajiga amepewa zamana, brand ya NBC ni Simba na Yanga. Brand ya mpira wa nchi hii ni dabi ya Kariakoo. Akaisimamia dabi ya Kariakoo. Mwenzake Kayoko ameenda kuivurunda na karibu mpira ndio stories zinaendelea kila siku. Imalizike mechi tupeane mkono, amepigwa wakwenda kulala mapema kalale mapema, lakini na hakika sababu mimi mwenyewe nitakuwepo Jumamosi, na hakika itakuwa siku ambayo mimi kwangu nitalala muda mdogo sana, maana fly itakuwa ni kubwa sana. Maana kelele zimekuwa nyingi mtaani, maneno yamekuwa mengi. Elie Mpanzu anaenda kumaliza hii biashara ya maneno mtaani. Kwa nini Kibisawala? Yaani Kibisawala anazungumza. Ni kwa sababu unasema tulihitaji pilipili kwenye mboga. Yaani unahitaji pilipili kwenye mboga ili kuleta muwasho, taste fulani, yani kama ladha fulani kwenye chakula. Unajua ukikosa, kuna vitu tulikuwa nakosa. Simba ilikuwa sawa, lakini tulikosa mtu fulani pale mbele ambayo ndio Elie Mpanzu. Hata ile mechi ya kwanza unaona Kibu Denis alikuwa peke yake. Hakuwa na mtu mwingine ambaye wakati unamfanyia matukio Kibu Denis nani yuko pale kuweza kulikava na kuweza kumaliza. Kwa nadhani safari hata wao wanawaza kichwani kwa sababu walikuwa na Kibu peke yake, hajachanganya. Nani Chasambi alikuwa hajachanganya kivile. Wana Kibu lakini walipata shida na Kayoka alimeza filimbi. Jiulize leo Kibu anacheza nao Elie Mpanzu, watacheza na Kibu au watacheza na Elie Mpanzu? Ni shida ambayo wao wachezaji wao tulishacheza nao wote walikuwepo. Mwisho wa siku game nani alifunga goli? Amefunga nani? Kijili. Wana Pakome, wana Azizi, wana Dube, wana Chama, full mkoko.
Goli kafunga Kijili. Sasa wakisema sasa hivi wawe na tahadhari na Yanga hii, Yanga mpya. Hamna Yanga mpya, Yanga ni ile ile. Na tumekutana nayo goli lenyewe mpaka kajifunga Kijili na Kayoko kameza filimbi mara 3. Leo hizi tuna Mpanzo ambaye wao hawajacheza naye. Lakini walikuwa na Dub na nani na Kibdenis Prosper. Amewapa shida. Sasa jiulize tuna Mpanzo. Maana ngambia winga Mpanzo, winga Kibdenis. Sheria 17 zisimamiwe. Asiposimamiwa sheria 17 hawatoki tarehe 8. Anaitwa Lawrence, yeye anachokizungumza tarehe 8 muda wake wa kulala kuamkia tarehe 9 utakuwa ni mchache zaidi kwa sababu hana anachokiamini zaidi ya Simba Sports kupata matokeo. Pengine una la wadau ambalo unataka kumaliza nalo. Mimi ninachomaliza tu kwa kusema Simba nguvu moja. Kama hivi inavyotokea nimpe pole Dr. Mo, tujikite zaidi kwenye kuizungumzia timu kuliko kuangalia kwa sababu muda mwingine ni kweli tunasema wanayoharibu lakini tusiguse mamlaka kwa sababu tuache mamlaka tuongee ambayo mapungufu yaliyopo lakini sio kuwatachi watu moja kwa moja. Watasikia kama ni wenye kusikia lakini kwa sababu msimu huu Simba ya ubaya ubwela sisi tunawakumbusha lakini bado tunafanya yetu kwa weledi zaidi kwa sababu target yetu tulionayo. Hao wanaoweka hela huko wanaoharibu mpira nadhani wao kufilisika. Wanaweka hela lakini Simba inafanya yake. Kwa hiyo nafikiri mashabiki wote sio wa Simba tusio wa Yanga. Ile ni party ni furaha nadhani baada ya pale tu celebrate tufurahi pamoja. Sio muda wa kutengeneza ugomvi, sio muda wa kujeruhiana. Kama umefungwa rizika na matokeo, panda bodaboda yako nenda nyumbani. Mwache aliyefurahi apate kusherehekea kwa sababu huwezi kumzuia na huwezi kumziba mdomo. Hata ukimpiga haiwezi kubadilisha matokeo. Waliofeli ni wachezaji uwanjani, yeye shabiki ni haki yake kufurahi. Kwa hiyo twende kwenye party ya dabi tukafurahi baada ya game kila mtu ashike njia yake. Aliyefurahi mwache apate. Wewe uliyepata na makasiriko umefungwa, panda usafiri wako nenda kapumzike. Mwache mnyama ataradadi, mwache mnyama furahi. Najua tarehe 8 ni party ya mnyama. Hakikisha tu unabeba iftari yako kwa sababu tunaamini waumini wote wa dini ya Kiislamu pamoja na Kikristo wapo katika mfungo ili kabla ya dabi ufuturu kabisa usije ukashindwa kula kabisa mara baada ya dabi kumalizika. Si hatuna la ziada, ni Lawrence amezungumza mengi. Tokea hapa tunaweka nukta na kuisubiri tarehe 8. Asalamu alaykum.